अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ अलैहिस्salatu wassalam kuhusu jumuiya hii kwamba itapata maendeleo. Kila mwanajumuiya hata maadui wa jumuiya pia wanaona kwamba ahadi zile zinatimia. Leo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, mkienda katika nchi yoyote ya dunia mtakuta kule wanajumuiya wanapatikana, hata kama ni wachache lakini wapo. Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam anasema sehemu moja, Mwenyezi Mungu aliahidi kuhusu jumuiya hii, waja'alu allazina ittaba'uka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah. Maelezo yake yanapatikana katika kitabu cha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kiitwacho Brahini Ahmadiyya. Amesema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba wale ambao watakao kufuata, yani kwa kweli watakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu na watumishi wa mtume wake, Mwenyezi Mungu atawapatia ushindi mpaka siku ya kiyama juu ya makafiri. Wafuasi wako kwa hoja na kwa dalili watapata ushindi juu ya wapinzani wao. Sinama alayhi salatu wasalam baada ya kueleza ile sehemu ya kwanza nilioeleza mbele yenu, yani Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba jumuiya itapata ushindi, Sinama alayhi salatu wasalam anasema kwamba ahadi za Mwenyezi Mungu ni za kweli. Sasa hivi begu inapandwa. Hayo alisema mwaka 1902, yani wakati huo alisema kwamba sasa begu inapandwa. Maadui wetu, alisema Sinama alayhi salatu wasalam, maadui wetu wanataka nini na Mwenyezi Mungu anataka nini? Hawa wanaweza kugundua ikiwa wao wanafikiria, yani kama wanataka kujua lengo la Mwenyezi Mungu ni nini, basi wanaweza kujua mara moja wakiwa na tabia ya kufikiria. Wakifikiria kwamba katika hila zao zote maadui wanaendelea kushindwa, kisha anasema hawa wapinzani maadui wasingepatikana, basi maendeleo pia yasingepatikana, yani maendeleo yanayokuwa na maendeleo ya muujiza, kwa sababu hali hii inapatikana kwa sababu ya upinzani.
upande mmoja wapinzani wanafanya juhudi kwa ajili ya kutuangamiza na hawakubali hata salamu yetu, na wakitaja majina yetu kwa kighaibu wanasema kwa chuki, na Hazur anasema sasa chuki imezidi sana, na wanatukana hadharani mbele ya watu wote jumuiya. Hii ni kazi ya maadui na mawapinzani. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema kwamba na upande mwingine Mwenyezi Mungu anaendelea kuongeza jumuiya hii na kupanua jumuiya hii kama si muujiza tena ni nini? Je, hii ni kazi yetu sisi au ni kazi ya jumuiya yetu? Hapana, hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu, na siri yake hakuna anayeweza kujua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Amesema hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu na mambo yake yanakuwa ya ajabu. Huzur anasema kwamba msaada huu wa Mwenyezi Mungu sisi tunashuhudia kila siku katika maisha yetu. Tunaona kwamba wenye tabia nzuri wanaendelea kujiunga na jumuiya, na siku hadi siku jumuiya inaendelea kuongezeka, na idadi ya jumuiya inaendelea kuongezeka, na vile vile upande wa mali pia baraka inaendelea kupatikana. Mambo haya yanawazidisha maadui katika husuda na katika bughudha, na kila siku tunapata habari ya aina hii kutoka nchi ya Pakistan kwamba wao katika husuda na ghadhabu na bughudha wamezidi kiasi hiki kwamba wanachora picha ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa vibaya, na wanaandika matukano pia juu ya picha. Mtu mmoja mwenye bahati mbaya katika mlango wa duka lake aliweka picha ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ili yeyote atakayekuja kwanza akinyage picha ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Hazur anasema hii ndiyo ni kazi ya hawa watu, lakini Mwenyezi Mungu baadhi wakati katika wasimamizi pia anawasimamisha na anawapatia nguvu, na wao wanasimama. Na hivyo ndivyo iliyotokea kwamba msimamizi mmoja alimlazimisha yule mtu, kwa hiyo alilazimika kuchukua na kuondoa ile picha. Hazur anasema maadui wanatakiwa wakumbuke kwamba hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu, yani anamsaidia mja wake na mpendwa wake. Ghaira ya Mwenyezi Mungu itawakamata hawa maadui na wataangamizwa. Hawa na viongozi wao pia watakuwa nishani ya adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wakati itakuja kwamba si picha yao tu, bali wao wenyewe watakinyagwa na watu zaidi kuliko wao wanaokinyaga picha ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Lakini wanajumuiya wanaendelea kufanya subra na wanaendelea kufanya maombi. Wao maadui watumie hoja zote na watumie njia zote za kutuudhi, lakini sisi hatutashika kanuni na sheria mikononi mwetu. Lakini kama nilivyosema, sisi tunafanya subra na tunafanya maombi na tutaendelea kufanya hivi, na hii ndiyo nishani ya wanajumuiya. Basi shani hii kila wanajumuiya ya dunia, hususan wanajumuiya wa Pakistan, wanatakiwa waendelee kuboresha shani hii na waongeze maombi yao, kwa sababu hii ndiyo ni silaha yetu. Sisi hatuna silaha ingine min ghairi ya silaha ya maombi. Baadhi wakati watu wanasema kwamba tufanye hivi na hivi, lakini Huzur anasema kwanza mufanye maombi kupita kiasi. Huzur anasema mimi nilikuwa naongea kwamba maendeleo ya jumuiya yanapatikanaje na Mwenyezi Mungu anasaidia namna gani, na namna gani
wenye tabia nzuri, mapinduzi yanapatikana ndani ya watu wenye tabia nzuri. Yeyote anayependa Islam na yeyote anayependa dini, वो बहरहाल yeye मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तरफ anaendelea kuvutika kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu anawaongoza watu wa aina hii, लेकिन lakini watu wa dunia ambao hawajali kuhusu dini, जिनमें से miongoni mwa hawa wapo wengine ambao hawamwamini hata Mwenyezi Mungu. Hata wao pia wako wanafikiria kwamba hii jumuiya hii ya Ahmadiyya ni jumuiya ambayo kila wakati inaendelea kupiga hatua mbele. Wanalazimika kusema hivi kwamba mafundisho ya Islam ambayo nyinyi mnaeleza, inaonekana kwamba mafundisho haya siku moja itapata ushindi juu ya dunia hii. बस जैसा कि Basi kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu na ni kitendo chake, kwamba anaonyesha mambo ya ajabu na muujiza. अफराद जमात Wanajumuia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanafanya kazi kidogo tu, तो अल्लाह ताला lakini Mwenyezi Mungu anaonyesha kazi ile kama ilifanywa na mikono maelfu na maelfu. Na hiki ni kitu ambacho दुश्मन को kinawazidisha maadui katika moto wa husuda. Basi husuda huu si kwa nasi, bali ni husuda yao ni kwa sababu ya kitendo cha Mwenyezi Mungu. ताइदाद के लिए Mwenyezi Mungu anafanya mpango kiasi hiki kwamba inaonekana kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu upo pamoja na jumuiya hii. बस Basi nawaambia hawa maadui na wapinzani kwamba कि तुम्हारा मुकाबला nyinyi mnapigana na Mwenyezi Mungu na hakuna anayeweza kupigana naye. Kwa hivyo खौफ करो, mwogopeni Mwenyezi Mungu. Yeyote wale ambao waliopigana na Mwenyezi Mungu hata jibu lao halikupatikana, baadaye waliangamizwa hivi. इस हसद के नतीजे में Sisi kwa sababu ya husuda hii ya maadui, के फजलों की sisi tunaona kwamba mvua ya rehema ya Mwenyezi Mungu inashuka juu yetu, और ये लोग जो हैं na hawa ambao wanajiita Waislamu hawafikirii kwamba jumuiya Ahmadiyya कि किसी काम का नतीजा ikifanya kazi yoyote, खूबसूरत तालीम के गैरों पर जाहिर होने की सूरत में matokeo yake ni kwamba mafundisho mazuri ya Islam inaonekana kwa wasiokuwa Waislamu. सिर्फ Huzuri anasema hawa watu wanajiita Waislamu hawapendi Islami, bali wao wanaangalia, wanazingatia masilahi ya nafsi zao. कि गैरों पर भी Kama niliyosema kwamba अल्लाह ताला ने athari nzuri inapatikana kwa sababu ya mahubiri yetu juu ya watu wasiokuwa Waislamu. Hawa watu wanashiriki katika mipango yetu ya jumuiya kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Nikienda kutembelea nchi yoyote na naenda kutembelea jumuiya mbalimbali za nchi, पैगाम के जरिए kwa kupitia mafundisho Sayyidina alayhi salatu wassalam, shani mpya ya Islam inaonekana. कि आप जानते हैं Kama mnajua kwamba hivi karibuni nilienda Holland na Germany kushiriki mkutano wao wa mwaka, na kule kwa kushiriki mkutano wa mwaka nilibahatika kukutana na wanajumuiya na nilibahatika kuwapatia nasaha. Vile vile mipango ilifanyika pamoja na wasiokuwa Waislamu, vikao vilifanyika pamoja na wasiokuwa Waislamu, na kwa sababu ya hii wao walipata athari nzuri. फिर वो गैर Kisha wale wasiokuwa wanajumuiya wanakuja kushiriki katika mkutano kwa sababu ya mwaliko wa marafiki zao. Wao pia kwa sababu ya mafundisho ya jumuiya wanapata athari nzuri sana. अमूमन अपनी रवायत के मुताबिक Mimi sawa na riwaya, baada ya safari yangu naeleza habari ya safari niliyoenda, na nasema kuhusu
usimamizi pia. Kwa hiyo kwanza kabisa leo mimi nitaanza kwa mpango ulifanyika na wasiokuwa waislamu, na hii ni alama ya fadhila za Mwenyezi Mungu nilizoshuhudia katika safari yangu hii. Kama niliyosema kwamba nilishiriki katika mkutano wa mwaka wa Holland. Nilishiriki baada ya kupita miaka mingi sana katika mkutano wao wa mwaka. Kabla sijaondoka kutoka hapa, nilipokea barua ya Amir Sahib wa Holland. Alisema kwamba unakuja kushiriki mkutanoni, lakini sisi tunataka kwamba kikao kifanyiwe na wasiokuwa na Waislamu. Huzuri anasema kwanza nilikataa kwamba haina haja yake, kwa sababu nilikuwa nafikiria kwamba wanajumuiya hawana mawasiliano mazuri na watu wasomi na watu wa wataalamu. Lakini baada ya siku chache mimi nikapata wazo kwamba eneo hili ambalo ni center yetu, ni makao makuu yetu ambapo mkutano utafanyika, ni katika eneo la mdui wa Islam ambaye mara kwa mara dhidi ya Islam na dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam analeta maneno machafu. Kwa hiyo hii ni nafasi nzuri, kama wanasiasa wachache na wataalamu wachache, wasomi wachache na waandishi wa habari wakishiriki katika kikao hiki, basi itakuwa nafasi nzuri. Nilikuwa nafikiria kwamba sawa na hali ya jumuiya kule, labda watu 10 au 15 watashiriki katika kikao kile, lakini kwa fadhili za Mwenyezi Mungu zaidi ya 100 watu walishiriki. Mbunge wa eneo lile na meya wa mji pia na wanasiasa pia walikuwepo na wasomi pia walikuwepo. Lakini kwa jambo la kushangaza ni kwamba waandishi wa magazeti ya mbalimbali pia walikuwepo, na vile vile waandishi wa gazeti la Taifa pia walikuwepo. Mbele yao nilieleza mafundisho mazuri ya Islam kwa kupitia mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa kupitia mafundisho Qur'an tukufu, kwa sababu kuhusu mafundisho haya yule mdui analeta shutuma dhidi ya Islam. Meya na mbunge wa kule pia alitoa hutuba na walizungumza kuhusu huruma na kuheshimiana na kupendana. Huzuri anasema kwamba mimi nilipoeleza mafundisho mazuri ya Islam na mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbunge baadaye alipoongea nami wakati ya mazungumzo yake alisema kwamba yeye alieleza mafundisho mazuri ya Islam na ilionekana kwamba aliathirika sana. Huzur anasema kwamba kama nilisema kwamba wanajumuiya wa Holland hawana mawasiliano na wanasiasa, lakini mbunge alisema kwamba mnatakiwa muwasiliane na wanasiasa na muwaelezee mafundisho mazuri ya Islam. Kisha katika magazeti pia mutoe makala na vile vile mutoe katika website, na bila kutaja jina alisema kwamba mkifanya hivi basi mdui anayeleta shutuma dhidi za Islam yeye atakomea, na watu wa kawaida pia watajua kuhusu mafundisho mazuri ya Islam. Hapa pia angalieni namna gani maneno ya Sinama alayhi salatu wasalam yalitimia, kwamba hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu, si kazi ya wanadamu. Yani ni mtu mmoja ni Mkristo, yeye mwenyewe anatufundisha jinsi gani tunaweza kuwafikishia wenzake mafundisho mazuri ya Islam. Kisha mbunge mmoja ambaye ni mbunge wa muda mrefu, yeye katika website yake alitoa picha yangu na vile vile alieleza habari ya kikao kile kilichofanyika kule vizuri, na kabla hajaondoka aliniambia kwamba atatoa habari ya kikao kile katika website yake ili
ili shutuma za watu zifutwe. दुश्मन ये Kwa hivyo फैला रहे हैं, ili wale ambao wanaleta chuki dhidi ya Islam chuki ufutwe. अंदाज में Kisha magazeti pia yalitoa habari ya kikao kile vizuri, na hutuba yangu pia walitoa vizuri. जो वहाँ का Kule अखबार है kuna gazeti la Taifa na waandishi walikuja. Mtu mmoja alifanya interview pia, interview yangu वहाँ जब वो अपने kule. सवाल Yule mwandishi alipomaliza maswali yake, mimi nilimwambia kwamba mimi pia nina swali moja nataka kuuliza, या मेरे सवाल ये हैं kwamba eneo hili इलाका Nunspeet ambapo ni makao makuu yetu katika Holland inaitwa ni Bible Belt, दीन का yani watu wana elimu sana ya dini ya Kikristo kushinda sehemu zingine za Holland. Watu wengi wanaenda kanisani kwa ajili ya ibada, की आमद na nyinyi mnasubiri kuhusu Yesu Kristo na sawa na ishara कुछ है और तुम्हारे मुताबिक mnasubiri na sawa na ये वक्त आ चुका है na kauli yenu wakati wake umeshafika, hata umepita, na bado Yesu Kristo hajaja. Lakini yule ambaye amekuja, ambaye tunamwamini kwamba yeye ni Masihi aliyeahidiwa, kwa hiyo nyinyi mufikirie kuhusu ujaji wake. Kwa kusikia kauli yangu hii, rangi ya uso wake ulibadilika, lakini alifanya tabasamu na akakaa kimya, hakusema kitu chochote. Na baada hii nilikuwa na wazo hili kwamba labda hatatoa habari hii katika gazeti lake. Hata kama akitoa habari hii katika gazeti lake, labda hataeleza ukweli ni nini. Lakini nilishangaa kesho yake, na hata wanajumuiya pia wote walishangaa kwamba alitoa habari hii katika gazeti lake. Hata katika ukurasa wa kwanza wa gazeti lake alitoa habari ile, na katika ukurasa wa ndani pia, ukurasa moja na nusu, alitoa habari ya ile kikao, na alieleza vizuri kuhusu mkutano इस्लाम की na vile vile kuhusu mafundisho ya Islam pia alitoa habari yake. Gazeti lile ni gazeti la Taifa na linachapwa katika idadi ya Malaki na Malaki. Kwa hivyo mafundisho ya mazuri ya Islam yaliwafikia wananchi kwa kupitia gazeti hili. Vile vile kama nilivyosema kwamba kuna gazeti lingine pia lililotoa habari hii, naeleza baadhi ya sehemu yake aliyotoa. Gazeti la kwanza la Taifa ni Dag Balagh, दाग बलाद ni jina lake. इसका नाम है Gazeti lile उसने lilitoa habari कि मैं kwanza, habari hii kwamba ni halifa aliyeleta amani. उसके बाद फिर Baadaye aliandika kuhusu mimi kwamba kuhusu Yesu Kristo, jumuiya inaamini kwamba amefariki na hatarudi tena duniani, bali kuja kwa Sinama alayhi salatu wassalam ni ujaji wa Masihi Yesu Kristo. काफी लंबी Alieleza kwa kirefu, kisha aliandika kwamba jumuiya inaendelea kupanuka duniani kwa sababu ya mahubiri. बयानात में कम या बिल्कुल ही कभी Wanajumuiya hawatumii maneno makali katika hutuba zao, मगरबी ममालिक na katika nchi za Ulaya jumuiya ilienea si kwa kupitia wabashiri tu, bali matukio yaliyotokea katika nchi mbalimbali. Kwa sababu ya hii pia jumuiya ilienea katika Ulaya. Kisha alisema kwamba jumuiya inapenda sana kiongozi wao. Kisha alitoa habari ya mkutano wa mwaka vizuri. Kisha anaandika kuhusu mimi kwamba mimi nilisema nini, kwamba aliwashukuru watu wote, kwamba pamoja na hali hii kwamba kuna kundi moja ambalo linasema maneno machafu dhidi ya Islam na lakini nyinyi kwa kuja hapa, nyinyi wenyewe mmeamua kujua kuhusu mafundisho mazuri ya Islam. Kitu cha kiini ni kuleta amani katika jamii.
kisha alisema kuhusu mimi kwamba mimi nilisema hivi kwamba sisi hatuna tabia ya kujilipiza, na wapo waislamu wengine ambao wanakuwa na mawazo ya aina hii. Halifa anajua vizuri jambo hili, na waislamu wanafanya kinyume na mafundisho haya, ni kinyume na mafundisho na mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema halifa alisema kwamba halifa ana wasiwasi kwa sababu ya kupungua tabia ya kuheshimiana katika Holland, hususan watu wakipata utawala ambao hawana tabia ya kuwaheshimu wengine, basi katika hali hii shida itapatikana. Kuna gazeti lingine liitwalo Tarao. Gazeti lile pia liliandika kwamba halifa alikuja na alipinga ugaidi. Kisha linasema kwamba msimlaumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisema hii aliandika hii kwa herufi kubwa sana. Kisha aliandika kwamba sawa na itikadi za jumuiya, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ni masihi aliahidiwa. Wafuasi wake wanaamini kwamba ujio wa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ni ujaji wa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hivyo ujumbe wa Uislamu uliwafikia vile vile ujaji wa Sinama alayhi salatu wasalam pia lengo lake liliwafikia waziwazi kwa hawa watu. Basi angalieni kazi ya Mwenyezi Mungu. Upande mmoja Wilder ambaye amezidi sana katika uadui wa jumuiya दुनिया में इस्लाम की तालीम और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ aliandika kitabu dhidi ya Islam na dhidi ya mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anajaribu kusambaza, lakini katika nchi yake na katika eneo lake, hususan kwa kupitia jumuiya, mafundisho mazuri yenye amani yalielezwa, na kwa sababu ya hii shutuma za watu zilifutwa. Hazur anasema sawa na taarifa yangu, kitabu chake hakikupata umashuhuri, lakini katika nchi ile kwa kupitia magazeti na kwa sababu ya website ya MP, mafundisho mazuri ya Islam yaliwafikia watu malaki na malaki. Kama niliyosema kwamba hata jumuiya ya Holland pia ilikuwa haitegemei kwamba ujumbe utafika kiasi hiki, lakini kwa kutoa shukurani ya Mwenyezi Mungu, ni jukumu letu sisi kwamba jumuiya ya Holland inatakiwa ipanue mawasiliano na uhusiano wao na watu kule, na ili shutuma zinazoletwa dhidi za Islam kwa kufanya hivi zifutwe, na bughudha na husuda ya Bilder ielezwe waziwazi mbele ya watu wengine. Siku hizi kulinda Islam na kushambulia watu wengine kwa hoja hii ni kazi ya jumuiya tu peke yake. Katika kikao kile wageni walioshiriki wao waliathirika sana, na mbashiri wetu wa Norway ambaye alienda kule, mtu mmoja alikuwa amekaa pamoja naye. Yeye alisema kwamba mafundisho haya ya Islam tunataka kuyasikia zaidi, lakini halifa wenu amemaliza haraka hutuba yake. Kisha mtu mmoja mzee sana alisema kwamba mafundisho mnayoeleza Wakristo walichelewa sana kutoa mafundisho yao, hata walikumbuka baada ya miaka 2000 kueleza mafundisho yao. Mradi wake ilikuwa hii kwamba Wakristo pia waliendelea kupigana na waligawanyika katika makundi, lakini sasa amani imepatikana. Lakini nyinyi kwa ajili ya amani umeanza kufanya juhudi haraka sana. Yeye hajui kwamba kazi hii hatukuanza leo, bali kazi hii alianza wakati Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoleta mafundisho miaka 1400 iliyopita, na msingi wake uliwekwa wakati huo. Na kwa sababu ya kikao kile, shutuma zao
zimefitwa, na Mwenyezi Mungu siku za usoni pia aendelee kuleta matokeo mazuri. Na kwa kukubali Islamu hawa watu waje chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini kwa ajili ya hii, kama nilivyosema, wanajumuiya wanatakiwa wafanye juhudi sana. Baada ya Holland, mkutano wa mwaka wa Germany ulifanyika, na umeshawahi kuangalia katika MTA kule, pamoja na shughuli za mkutano wa mwaka kule. Wakati wa kila ziara, jumuiya ya Germany inaweka mpango wa kufungua misikiti au mpango wa kuweka jiwe la msingi wa misikiti. Katika safari hii pia msikiti mmoja ulifunguliwa na jiwe la msingi la misikiti mitatu iliwekwa. Kwa kawaida, baada ya kuweka jiwe la msingi katika mwaka mmoja, msikiti unakamilika, ujenzi wake unakamilika. Mwenyezi Mungu aendelee kuongeza, kuzidisha nguvu ya jumuiya ya Germany. Wakati wa ufunguzi wa misikiti au kuweka jiwe la msingi wa misikiti, kuna kitu kizuri kimepatikana, kwamba kikao kinawekwa na watu wasomi na wataalamu na mayor na maofisa mbalimbali wanaalikwa katika kile kikao. Na kule Germany kulikuwa hakuna system hii, lakini hapa ilikuwepo. Lakini kule Germany ilikuwa hamna system hii, lakini wao wameanza kufanya hivi. Na hii ni njia nzuri ya kutambulisha jumuiya, na vile vile kueleza mafundisho mazuri ya jumuiya ya Islam, na vile vile ni njia nzuri ya mahubiri. Kazi yetu hasa ni kueleza mafundisho mazuri na sahihi ya Islam mbele ya dunia na kuita dunia kwenye haki. Basi pamoja na ujenzi wa misikiti, mahubiri pia yanaendelea kupanuka zaidi. Nawaambia wanajumuiya mara kwa mara kwamba pamoja na jambo hili la kutambulisha jumuiya, na pamoja na hii kwamba mahubiri yanaendelea kupanuka, basi majukumu yao yanaendelea kuongezeka. Kuna haja ya kuishi sawa na mafundisho ya Islam. Safari hii, kwa sababu ya umashuhuri wa jumuiya, kuna idara moja ambapo uhusiano na jumuiya umeimarika sana. Katika idara ile, wanajeshi wanapewa training na wanapewa malezi, na mipango mbalimbali inapangwa kwa ajili ya hii. Kule pia nilibahatika, nilienda, na vile vile kazi ya idara hii ni kuzingatia na kuchunguza kwamba kazi yao ni nini kwa ajili ya kuimarisha mazingira ya Germany. Vile vile hawa watu wanakusanya kuhusu dunia, pia maelezo kuhusu dunia, na vile vile seminar na lecture zinatolewa katika idara ile. Vile vile maofisa wa serikali pia wanashiriki pamoja na hawa wanajeshi katika idara hii. Na kama nilisema kwamba mimi nilibahatika kwamba kule mpango mmoja ulipangwa kule, na mimi nilishiriki kule pia katika mipango hii kwa ajili ya kutoa lecture. Viongozi wanaalikwa, watu wenye sheria wanakuja, na wengine pia wataalamu wanakuja, na wajuzi wa fani mbalimbali pia wanakuja. Na kundi la Waislamu katika Germany, kiongozi wao pia Malik Saheb alialikwa kule, na yeye pia alitoa hutuba kule. Mimi nilipoambiwa kwamba nilitoe hutuba pale, kwa fupi mimi nilieleza mafundisho ya Islam kuhusu kupenda nchi ni sehemu ya imani. Kisha baadaye maswali yaliulizwa kama dakika 10-15. Kule mayor, wasomi, mapadri na Mayahudi walikuwepo pamoja na maofisa wa jeshi. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, lecture hii ilileta athari nzuri na mafundisho mazuri ya Islam yaliyofikia. Secretary Kharija wa Jumuiya ya Germany, yeye amenitumia maoni ya watu baadaye. Mtu mmoja akasema kwamba mimi ninashangaa kwamba mtu mmoja mambo yote ya dunia
anaweza kutuelewesha kwa urahisi hivi. Hii ndiyo ni athari ya mafundisho ya Islam. Ikiwa yanaelezwa vizuri, basi kila mmoja anaelewa mafundisho ya Islam. Mtu mmoja akasema kwamba hutuba ya halifa wenu imeeleza mambo mengi sana. Maoni yenu kuhusu Islam, kwa kuangalia maoni yenu, inawezekana kwamba Waislamu wanaweza kukusanyika na kujumuika na watu wengine. Hazur anasema kwamba hii ni wazo la watu kwamba Waislamu hawawezi kujumuika na watu wengine. Anasema huyo bana kwamba hii si wazo sahihi katika nchi za Ulaya kwamba Waislamu hawawezi kuchanganyika na watu wengine. Kisha watu wengine kwa kusikia mafundisho ya Islam walishangaa sana. Basi katika dhama hii wale wafuasi wa ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ndiyo ni kazi yao kwamba waeleze mafundisho mazuri ya Islamu mbele ya dunia, na wanaoleta shutuma dhidi za Islam waweze kufunga midomo yao. Maofisa wengi waliniambia na waliwaambia wenzetu pia kwamba mtupatie hutuba ya halifa katika maandishi, na Hazur anasema jumuiya ya Germany inaendelea kutoa tafsiri ya hutuba yangu. Kisha Hazur anasema katika mkutano wa Germany ni desturi moja kwamba German na wale wasiokuwa na jumuiya, kikao kimoja kinawekwa kwa ajili yao. Katika kikao hiki pia watu 500-600 wanakusanyika, na mimi napata nafasi ya kusema pale na kutoa hutuba. Safari hii pia mafundisho ya Islam na lengo la ujaji wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kuhusu mambo ya kisasa na kuhusu hali hii kwamba dunia imeanza kumsahau Mwenyezi Mungu na maangamio yanapatikana kwa sababu ya hii. Na nilipata nafasi ya kuwaonya watu, na kisha kila mtu anatakiwa afanye nini kwa ajili ya kujiepusha katika maangamio haya. Na hutuba umeshawahi kusikia katika MTA. Katika kikao hiki pia kama niliyosema kwamba zaidi ya watu 500 German na wengine washuko Waislamu walishiriki, na wao walipata athari sana kwa sababu ya kikao hiki. Kisha watu wageni wanakuja katika nchi mbalimbali washuko na jumuiya, nilikutana nao, na kundi moja kubwa ilikuja kutoka Bulgaria. Takriban watu 80 kina mama na kina baba walikuja, na miongoni mwa hawa wanajumuiya walikuwa 13, 14, na wengine walikuwa Waislamu au wengine walikuwa Wakristo. Waliathirika sana kwa kuangalia mkutano na kwa kusikiliza hutuba. Kila mwaka watu wapya wanakuja katika nchi mbalimbali, na kutoka Bulgaria pia wanakuja kwa ajili ya kushiriki katika mkutano, na wanapata athari sana kwa kushiriki katika mkutano. Na kwa ajili ya wengine mkutano unasababisha kufungua vifua vyao. Watu walikuja kutoka Bulgaria, nilikuwa naongea nao. Mtu mmoja, kijana mmoja akasema kwamba mnasema kwamba muwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, na kwa hofu ya Mwenyezi Mungu tunafanya, na mtu anatakiwa afanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na sisi tunafanya kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wewe una dalili gani? Una hoja gani kuhusu hii? Nikasema mambo yote ni upande mmoja, lakini katika Afrika, katika maeneo mbalimbali, katika vijijini, tunaenda kuwasaidia watu bila kujali dini yao, na maelezo yake yanapatikana duniani. Ikiwa unataka unaweza kupata, basi hii ni hoja tosha. Sisi hatutaki kitu chochote kutoka kwa hawa watu, lakini sisi tuna hamu moja tu kwamba hawa watu wawe watumishi wa Mwenyezi Mungu kwa kupitia njia yoyote, na hili ni juhudi letu sisi tunalolifanya. Bulgaria ni nchi ambapo miaka michache iliyopita mahubiri ya jumuiya imepigwa marufuku, na kule jumuiya bado haijasajiliwa.
kwa sababu serikali ni chini ya athari ya mashehe, na inasemwa kwamba kwa ajili ya kuondoa fitina ndani ya Waislamu sisi tunafanya hivi kwamba hatusajili jumuiya na hutuba moja inasomwa, lakini huzuri anasema hii si kweli. Kwa hakika ukweli ni kwamba kutoka nchi za Arabuni wanapata msaada, na kwa sababu ya msaada huu hawezi kuwapatia wanajumuiya nafasi ya kufanya mahubiri. Lakini pamoja na marufuku haya watu wanaendelea kujiunga na jumuiya kule. Kisha watu walikuja kutoka Malta na Spain, na nilikutana nao wanajumuiya na wasiko wanajumuiya, nilikutana nao. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu hawa wote niliokutana nao, mkutano uliacha athari mzuri sana juu yao. Safari hii wanajumuiya wapya nilisema bayati yao ifanywe katika ukumbi mkubwa, na wanafanya wanajumuiya wapya wanafanya bayat kila mwaka, lakini mwaka huu nilisema bayat hii ifanywe katika ukumbi mkubwa ili wengine pia washiriki. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu nadhara hii ya bayat pia inakuwa yenye imani sana, yenye kuongeza imani. Mtu mmoja aliyekuwa chini ya mahubiri ya jumuiya, labda alikuwa kutoka Iran, ye alikuwepo pale na alishiriki mikutano yote, lakini alikuwa hana nia ya kufanya bayat. Lakini bayat ilipoanza akasema kwamba nguvu kutoka ghaibu inilazimisha kwamba mimi pia nifanye bayat. Kwa hivyo mimi pia nikafanya bayat, na ilikuwa si shauku ya muda, bali mimi ni mwanajumuiya kwa moyo, na inshallah taala nitabaki juu ya bayat, ahadi ya bayat yangu. Anasema kwamba mimi nimepata imani mpya ndani yangu. Mwenyezi Mungu azidishe imani yao, na kila mmoja aliyepata baraka za mkutano, baraka hii endelee kupatikana na idumu. Huzuri anasema mkutano wa Germany ulikuwa mzuri kwa jumla, lakini baadhi wakati mimi nilisikiliza hutuba zilizotolewa kwa kupitia MTA, na hutuba zote zilikuwa mzuri, na kila hutuba ilitolewa vizuri. Kwa ajili ya mkutano wa mwaka, usimamizi unashughulika mwaka mzima. Licha ya kuwa na hali hii kwamba mkutano wa Germany unafanyika chini ya katika ukumbi moja, lakini pamoja na hii wakari amal inafanyika, na asylum seeker waliokuja kutoka Pakistan wao walishiriki sana kwa imani katika wakari amal. Msimamizi amesema ikiwa tulikuwa tukihitaji watu 200, watu 400 walikuwa wakija kwa ajili ya kujitolea. Huzuri anasema Mwenyezi Mungu afanye hivi kwamba baada ya kupata asylum imani hii iendelee kubaki ndani yao. Sasa hivi kwa sababu ya hali ya Pakistan na kwa sababu walikosa mikutano, kwa hivyo wao wana shauku sana, lakini shukrani ya Mwenyezi Mungu ni hii kwamba msighafilike katika ibada ya Mwenyezi Mungu, na ya pili msidharau kazi ya jumuiya kwa sababu ya kazi ya dunia, na mupende uhalifa na muwe na uhusiano mzuri na khilafat. Mwenyezi Mungu aendelee kuboresha zaidi uhusiano huu. Kuhusu usimamizi pia nieleze mambo kadhaa, kwa sababu kule baadaye mimi sikupata nafasi ya kueleza, na dunia nzima pia inapata faida kwa sababu ya maelezo haya. Kwa jumla mambo yote yalienda vizuri katika
mkutano wa mwaka, lakini baadhi wakati malalamiko yanapatikana, na mimi nilieleza katika hutuba yangu ya kwanza katika Germany pia kuhusu malalamiko kadhaa, lakini malalamiko yamezidi sana kuhusu idara kadhaa. Kwanza kabisa ni kuhusu idara ya wageni, yani kulikuwa upungufu upande wa kuwapatia chakula watu. Wengine watu walikuwa wakisubiri na walikuwa wakisimama kwa muda mrefu kwa ajili ya kupata chakula, kwa hiyo walikuwa wakila chakula nje kutoka kwa kununua katika maduka, na baadhi wakati waliokuwa wakifanya kazi kule walikuwa wakijitolea, wao pia walikosa chakula, na kwa hiyo wao walifanya mpango wa kula chakula kwa kujitegemea. Huzur anasema ikiwa hali hii ilipatikana mara ya kwanza, ofisa wa Jalsa Salana na ilikuwa kazi yake pamoja na wenzake kwamba wao wangegundua sababu yake ni nini. Labda walifanya juhudi ya kugundua, lakini matokeo yake mazuri hayakupatikana baadaye, na mpaka siku ya mwisho shida hii na upungufu huu uliendelea kupatikana. Wasimamizi wanatakiwa wakumbuke jambo hili, na hii ndiyo ni utaratibu kutoka Pakistan kwamba kila siku usiku ofisa wa Jalsa Salana pamoja na wenzake wote, wasimamizi wote, anafanya kikao na anagundua, anachunguza kila idara kama kuna upungufu, na kama ni upungufu namna gani tunaweza kufuta ule upungufu, na chakula kiasi gani kilipikwa, na wageni wangapi walikula, kama ni upungufu, au kulikuwa chakula kilipikwa zaidi, au kama chakula kilibaki, na sawa na hali hii chakula kinapikwa kwa ajili ya kesho. Idara ya wageni jukumu lake ni kwamba badala ya kudharau mambo wanatakiwa walete yale mambo, waeleze mambo haya mbele ya ofisa kwamba kiasi fulani wageni walikula chakula na kiasi fulani wageni walikosa chakula. Kisha kwa kuzingatia hali hii watapanga mpango, na inatakiwa iwekwe rekodi yake. Kwa sababu ya hii tunaweza kuboresha hali ya chakula kesho yake. Ikiwa ingefanywa hivi na ingefanywa planning, basi hali ingeboreka haraka. Kisha kila idara inakaguliwa pia. Ofisa wa Jalsa Salana pia anakuwa na idara yake na anakuwa na wasaidizi wake, na wao wanakagua kila idara kwamba je, kazi inafanywa vizuri. Ikiwa kuna jambo la kurekebisha haraka, basi wanarekebisha haraka sana. Basi idara hii huzuri anasema inatakiwa iboreshwe zaidi. Vile vile katika ukumbi, katika vyoo ilikuwa upungufu. Katika ukumbi ule ni vyoo chungu mzima sana kule, lakini labda kwa sababu fulani vyoo vingine havikufunguliwa. Kina mama walipata shida kwa sababu ya hii, ilhali kwa ajili ya wagonjwa na kwa ajili ya wazee ilitakiwa ingefanywa mpango mwingine kando na mpango wa kawaida, na wale wanaosimamia mambo wasiwe wakali sana katika hali hii, hususan katika maeneo ya aina hii. Kazi yenu ni kuwapatia raha kila mgeni. Wasimamizi walitakiwa kwamba ikiwa hawakuchukua ruhusa ya kufungua vyoo sawa na hali ya kule, wangechukua ruhusa mara moja na wangefungua vyoo kwa ajili ya watu. Ikiwa ilikuwa swali la kodi, zuri anasema ni nzuri kusave fedha, lakini tunatakiwa kwamba tuzingatie kila wakati kwamba tusi save money kwa kuwapatia usumbufu wageni wetu. Karamu ya wageni ni juu ya mambo yote. Ikiwa timu ya ofisa Salana ingeendelea kukagua mambo haya yote na kuchunguza,
upungufu uliopatikana au shida waliopata watu wasingepata. इसी तरह Vile vile wageni waliokuja kutoka nchi mbalimbali wao pia walileta malalamiko. Wageni walikuja kutoka Ulaya, kulikuwa hakuna mtu wa kuangalia. Wengine walirudi kwa sababu ya kukasirika, तो जिस मुल्क से आए थे na उनके अमीर wageni walikuja kutoka nchi mbalimbali. Ilikuwa jukumu la mbashiri na amir wa kule kwamba wangewasaidia ikiwa wao walikuja pamoja nao. Ikiwa wao hawakuja pamoja nao, basi wangewaelezea vizuri mipango yote ya mkutano. मानवादी Kisha ilikuwa kazi ya idara ya wageni na kazi ya malazi pia, wao pia रहनुमाई का इंतजाम wangewaangalia vizuri. Na vile vile या मेहमान wageni waliokuja na walioletwa mkutanoni, wakati wa kurudisha kulikuwa hakuna mpango wa safari. Wengine mpaka saa 4 usiku walisubiri pale na kulikuwa hakuna usafiri. इस्तकबाल को वापसी के बाद Na idara ya usafiri ilikuwa kazi yao kwamba wangefanya kazi jukumu na mpango wa kuwasafirisha. की वजह से Ikiwa mtu yeyote alipata shida kwa sababu ya udhaifu wa binadamu, basi inatakiwa hali hii irekebishwe na iboreke zaidi siku za usoni. Tunaeleza kisa cha karamu ya wageni kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam, wakati Sayyidina alayhi salatu wasallam wageni walikuja, walipofika katika nyumba ya wageni na wasimamizi walikuwepo pale, hawakuangalia, hawakusaidia kuchukua mzigo wao. Kwa hiyo wakakasirika na wakarudi. Sayyidina alayhi salatu wasallam alipopata taarifa hii, basi aliwafuata wale wageni kwa kasi sana na kwa mbali sana, karibu na mto fulani. Sayyidina alayhi salatu wasallam aliwapata na alirudi pamoja nao. Kisha mwenyewe Sayyidina alayhi salatu wasallam aliwasaidia katika kuchukua mzigo wao. Huu ni mfano mwema mbele yetu. जमाती शोबों को Nizamu ya jumuiya na idara zote na wanajumuiya wote wanatakiwa wachunguze na wazingatie mifano hii mizuri katika maisha yake. बस हमें Basi kuna haja sana ya kuboresha hali hii. मैंने शुरू में भी पहले खुद Katika hutuba yangu ya kwanza pia katika Germany nilieleza mambo kadhaa. अगर कुछ Wasimamizi wangezingatia na wangeweka maanani, basi upungufu uliopatikana na shida uliopatikana basi isingepatikana. इन चीजों से Kwa sababu ya upungufu huu, kazi nzuri inayofanywa na wasimamizi, basi athari yake pia inapotea. Mikutano inafanyika duniani kote, na hapa katika Uingereza pia mkutano utafanyika inshallah taala, na mkutano wa Uingereza ni mkutano wa nchi zote. मुल्कों को Kwa hivyo usimamizi wa mkutano unatakiwa uzingatie mambo haya yote kwa makini sana, na wasimamizi wasione kwamba tukio hili lilitokea basi ilitokea kule, inaweza yakatokea kila mahali. Kwa hivyo inatakiwa muzingatie mambo haya vizuri, ili athari nzuri ya mkutano uendelee kupatikana juu ya watu wote. Upande wa kina mama pia niseme kwamba katika ukumbi mkubwa walikaa kimya, lakini katika ukumbi wa watoto, kama nilioeleza katika hotuba yangu kwamba kina mama walipiga kelele sana na walizungumza sana. Inatakiwa izingatiwe jambo hili na isitokee tena. Hazur anasema kama niliyosema mwanzoni kwamba kwa jumla mkutano wa mwaka ulikuwa mzuri na mipango yote ilikuwa mzuri na hutuba pia zilikuwa mzuri na imani ya watu pia ilikuwa ya aina yake. Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia baraka zake. Wote walioshiriki katika mkutano wa mwaka wanatakiwa washukuru wasimamizi wote ambao waliojitolea katika mkutano huu. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mema, na wale wote waliojitolea wao pia wanatakiwa watoe shukrani ya Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu aliwajalia nafasi ya kuwahudumia wageni wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapatia uwezo hawa wasimamizi wote na jumuiya wote tabia ya kuhurumiana na tabia ya kuhudumiana. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر